Hapa tuko Zanzibar na huu ni uwanja wa New Amani Complex, na hapa ndipo ambapo mnyama ataunguruma Afrika akicheza mchezo wa nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini. Tukiwa hapa tumeshuhudia maandalizi ya mwisho kwa timu zote mbili. Tumeshuhudia Simba chini ya kocha wake Fadlu Davis ikifanya mazoezi katika uwanja huu, lakini pia tumeshuhudia Stellenbosch wakifanya maandalizi yao ya mwisho hapa. Tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wachezaji wao wakiongelea maandalizi yao kuelekea mchezo huu mkubwa kweli kweli, mchezo wa kihistoria, na uwanja huu utaingia katika vitabu vya kumbukumbu kwa kuwa sehemu ya mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, huku mnyama akiwa mwenyeji wa mchezo huu. Mimi naitwa Elias Solomon, mtazamaji wa Mwananchi Digital. Tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya mashabiki ambao mapema kabisa wako hapa kwa ajili ya kushuhudia mchezo huu ambao Simba kwa namna moja ama nyingine wanahitaji ushindi ili kujiweka katika mazingira mazuri kabla ya kwenda Afrika Kusini, ambapo ni weekend ijayo kumalizana na Stellenbosch, kuona je wanaweza kufikia yale ambayo iliyafanya mwaka 1993 kwa kucheza fainali na Stade Abidjan ya kule Ivory Coast. Licha ya kwamba alipoteza, lakini aliingia kwenye vitabu vya kumbukumbu kwa kuwa sehemu ya mchezo huo wa fainali. Kama ambavyo unaona pilika zinaendelea, maofisa mbalimbali wamekuwa wakiingia na kutoka. Yote hii ni kuhakikisha kwamba dakika 90 za Aprili 20 zinakwenda sawa sawa kama vile ambavyo inatakiwa. Bwana mzee wa pasi milioni. Bana fresh fire moto, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, niko Zanzibar. Nimemleta ubaya ubwela mwenyewe aje ashuhudie game. Kwa hiyo nikiwa kama balozi wa Grant na afya njema tele, kwa kuwa namshukuru sana Mungu wangu. Nipo Zanzibar, nimeingia tangu jana tarehe 18 na leo Jumamosi tarehe 19. Nipo nikiwa na afya njema tele, nipo maeneo ya uwanja wa Amani. Target ni kuja kuhamasishana na wana Simba wenzangu ambao hawajaja huku, wakate tiketi waje huku Amani, tuje tuisupport timu yetu, tuingie finali kwa pamoja. Hilo ndo kitu ambacho ninachowaambia tu wana Simba wenzangu. Uwezo tunao, nia tunayo, kwa mimi sina wasiwasi na yote. Simba Sports performance yake tumeona kuanzia kwenye hatua za awali, makundi, robo finali na sasa game ya nusu. Unaiona kweli nafasi ama ni kwa sababu mwana Simba kindakindaki unajipa moyo? Unaangalia na usajili tuliofanya. Mwekezaji wangu nampongeza sana Mohamed Dewji, napongeza sana viongozi wangu Murtaza Mangungu na jopo zima kwa ujumla. Walichokifanya usajili ni wa uhakika, usajili kweli wa kimataifa, na hadi ni deni. Mwekezaji wetu alituahidi Mungu akijalia mbele ya safari tutafika katika zile top 5 za CAF, na kweli Mungu ametujalia tuko top 4. Kwa hiyo kama mimi naiona timu yangu napokwenda, nikiangalia kikosi changu kinanihamasisha, kinanipa uwezo. Kwa hiyo sisi wengine kazi yetu ni nje tukusupport timu yetu katika kushangilia, lakini kipute chenye kinakoga kwenye pitch. Kwa hiyo kama mimi sina wasiwasi, wachezaji nilikuwa nao naona kabisa wana uwezo wa kutupa matokeo wana Simba. Hata slogan yetu ubaya ubwela inajizilisha na inajionyesha, kwa hiyo sina wasiwasi na yote kakaangu. Bwana wa jamaa wamemtoa Zamalek ashachukua ndoo, ashachukua ligi ya mabingwa. Ando football ilivyo. Zamalek walikwenda na walichanga karata kwa style wanaojua wao. Matokeo yake ndio yale walioyakuta. Target yetu sisi tulikuwa tunaam sana kucheza na Zamalek, lakini imeshindikana. Tutacheza nao. Kwa hiyo kwa uwezo tuliokuwa nao tutaonyesha wana Afrika Mashariki na Kati, Zambia, Kongo, Uganda, Kenya na majirani zetu Msumbiji na wengine wote, Malawi. Kwa hiyo wasiwe na shaka na yote. Tutaonyesha pamoja leo wamemtoa Zamalek, sisi tutajipanga kwa style tunajua wenyewe, kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu tutapata matokeo pasi na shaka na yote kakaangu. Kocha Fadlu Davis anacheza dhidi ya timu kutoka nyumbani kwao Afrika Kusini. Unaona pengine hii inaweza kuwa faida shughuli kuimaliza mapema? Ndivyo ilivyo, na yeye anataka ajiwekee CV na ingie kwenye rekodi ya Simba Sports. Miaka mingi sana tujaingia nusu finali. Katupeleka nusu finali. Tunaomba sote na nusu finali. Hata nyimbo yetu tunaimbaga Simba tupeleke nusu finali. Tayari tushapitiliza tena. Haiko tena nusu finali. Tunataka finali. Na kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu naomba mechi tuimalizie hapa uwanja wa Amani kwenye uchumi wa blue. Kwa hiyo sina wasiwasi na yote. Wazanzibar wametupokea vizuri. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na yote. Kwa nguvu zake Mungu tutapata matokeo kakaangu. Bwana South tunaenda? Kule tunaenda shopping. Target tuende shopping hapa tukishamaliza kila kitu. Yaani naomba Mungu mechi tuimalizie hapa. South Africa tuende kwenye masuala ya shopping. Na imani kikosi changu na kiamini
sina wasiwasi yoyote. Mzee wa kanzu nyeupe ya Miss Kondo najua kabisa amejitayarisha kwa ajili ya kwenda shopping South Africa, na nimepata taarifa hata South Africa na vile vile kanzu nyeupe nazo zipo zinauzika, kulikuwa sio na wasiwasi yoyote. Sisi wengine kilichobakia ni dua tuna sala zetu. Kwa mimi sina wasiwasi yoyote. Kakaangu wa Dodoma nasikia naye anaingia hapa, Juma Katenga Mlisho Transporter wakamanga feri Mwanza nasikia nao wanaingia. Kwa mimi sina wasiwasi yoyote kakaangu wewe. Bwana sawa, ndio ndugu yangu, tunajua bwana wewe Simba Sports. Simba hata tukikuchanja hapa damu inaotoka nyekundu. Bwana imetokea tajiri kaika mzigo, kuna milioni zake 20 hapo. Bwana ndugu yangu Silimu kutoka Simba Sports, nenda twende Jangwani. Unasemaje? Hilo swali uliloniuliza na hata mtazamo wako, yani uingiliane kabisa na mzee wa pasi milioni. Yani hiyo hata watu watakucheka. Mzigo milioni 20. Watu watakucheka. Mimi tangu niko dogodogo niko Simba Sports. Wazazi wangu baba na mama wao wenyewe ni utopolo, lakini mjomba wake baba wa jina langu mimi Simba Sports. Kwa hiyo kama kutoka ningetoka tangu miaka hiyo niko mdogo, lakini mimi tangu mtoto niko ndani ya Simba Sports. Kwa hiyo Simba sio kwamba labda nimekurupuka uzeeni, hapana. Mimi niko Simba tangu niko dogodogo janja. Ile mama nya, mama siyo nini chilingi, mama nini, mama nchiba. Kwa hiyo mama haina nchiba. Kwa hiyo tangu mtoto mimi niko ndani ya Simba Sports. Kwa hiyo ulionaeleza wewe ni kama kumpigia mbuzi gitaa tu kakaangu. Bwana mama. Au kwa wenyewe tu kila mtu ujue na mtazamo wake na jinsi kama alivyo. Mimi mwenyewe binafsi hapa nilivyo, sio kama najisifia. Na miaka 12 na miezi 11 na Jumapili moja nimeingia kanisani bila kukosa hata Jumapili moja. Na misa zangu ni za kwanza. Nimeingia hapa kanisa karibu asilimia kubwa unayojua Tanzania ambapo Simba Sports inakwenda. Kwa hiyo ni vitu kwanza hivyo ni vya adimu kwa watu wengine, japo nawaombea na wao wafike rekodi yangu. Kwa hiyo sasa hapo unapoongelea na mimi uangalie kabisa unaongea na mtu wa aina gani. Jina langu lenyewe vile naitwa Moses. Ukiangalia hii Zanzibar nzima unaweza kukuta jina la Moses labda niko peke yangu hata 7 hatufiki. Kwa hiyo yote Simba nguvu moja, kichwa cha nyoka kibebe mzigo. Bwana mzee wa ubaya ubwela. Mambo vipi? Mambo poa. Na tumeshawasili katika jiji la Zanzibar. Tuko hapa toka jana tumewasili kwa ajili ya nusu finali yetu. Bora mapema sasa hivi. Mapema tumekuja upo kwenye kamati. Kamati zinaendelea tena vibaya mno. Bila kamati hapa hakuna ubaya ubwela. Tunaendelea na kamati na tumefika mapema kabisa. Sisi tuna jambo letu ujue Simba Sports Club safari hii. Sisi tunataka tuingie finali. Bwana wewe. Yani tuna hamu kubwa ya kuingia finali. Tunataka tuvunje rekodi ya watani wetu wa jadi, finali tuingie. Kwa mia kabisa unaona kabisa mnyama huyo anaingia. Tena na goli nyingi. Yani goli nyingi vibaya, inamalizwa. Mpanzo ana chuma zake 2. Ateba ana chuma 1. Mkwala na 1. Kwa hiyo wale tunaondoka, yani tunaondoka hapa tunakwenda Afrika Kusini tayari mechi tumemalizia hapa. Bwana naona una biashara hapa. Biashara za jezi, tunauza jezi na watu wanakula jezi kama nyama ili tukajaze uwanja. Wale wakiingia wajue kama Tanzania kweli kuna mpira, kunaenda azimu wa soka. Ili wajue kabisa ni kabla wakiingia na troti tuwe wafungie kwanza, wao wamefungwa na washabiki kuvaa jezi za Simba Sports Club. Mwamko wa mashabiki Zanzibar hapa kwenye ununuaji wa jezi ukoje? Ununuaji wa jezi mkubwa mno na wamejitokeza kwa wingi, tena wana furaha kubwa. Baada walisikia mechi itachezwa kwa Mkapa, safari tumewaletea huku, wamepata mwamko mkubwa. Hivi wageni wa vijiji mbalimbali washaanza kuwasili toka jana. Na sisi kila wakiwasili hapa wanakuja jezi begani tunawauzia, mkanunue tiketi tujaze uwanja. Tunashukuru sana Wazanzibari wamejitokeza kwa wingi, kwamba wanaonekana wanaitaka hii mechi na washabiki wa Simba ni wengi, hata Yanga wenyewe ambao wale wazalendo nao wananunua tiketi waje wamwangalie mnyama. Bwana, una kipi cha kuambia watani zako, kwa sababu bila shaka watakuwa wanaifuatilia hii mechi kujua nini ambacho kinaendelea Zanzibar? Mimi nasema wasisite kujifunza vitu tunavyofanya sisi. Wasisite, sisi tulipigwa 2 kule. Lakini tumekuja kupindua hapa, matokeo tumevuka. Wao walitakiwa wapate goli 1 tu wakashindwa, wametoka. Sasa wajifunze ambao kwamba Simba kubwa wajue kwa mashindano haya. Wajifunze kwamba Simba wao wanafanya nini mpaka wanafanikiwa. Na sasa hivi tunataka kukifanya hapa, tunataka twende finali ili wajue kwamba kweli inatakiwa tujifunze kwa Simba mpaka wamefika finali bwana. Wajifunze, yani wasione aibu. Yani ndio maana wameambiwa hivi, ukiona aibu kwa kitu chochote hutafanikiwa.
Na ndio maana unaambiwa hivi katika maisha, ukitaka kuendelea kimaisha, hata karanga uza, wewe tembea uza, hata ubuyu utatoka hatua ile ya ubuyu, utakwenda utauza hicho, mwisho wake tajiri. Ndio watu tunawaambia Yanga wajifunze kutokana na sisi. Ukijifunza unachota vitu vidogo vidogo utafanikiwa tu. Ubaya ubwela, afu tunamuona tuna ramani ya Simba. Huyu ubaya ubwela, huyu mkoa wote Simba ilipo yupo, na huyu anatafuta matokeo, na huyu ndo mnyama mwenyewe. Ndo Simba wa polini. Asante sana, endelea kwa karibu na Mwananchi Digital.